Mashambulizi ya pamoja ya anga ya Israel na Marekani yameripotiwa kulenga jengo katika mji wa Qom nchini Iran, ambako wanazuoni waandamizi wa kidini walikuwa wamekusanyika kumchagua kiongozi mkuu mpya baada ya kifo cha Ayatollah Ali Khamenei. Chanzo cha ulinzi cha Israel kimethibitisha kuwa jeshi la anga la Israel lilishambulia eneo hilo ambalo vyombo vya habari vya Iran vililitaja kuwa makao ya baraza la wataalamu, Assembly of Experts, chombo chenye wajumbe 88 kinachohusika na kumchagua kiongozi mkuu wa Iran. Haijafahamika mara moja ni wajumbe wangapi walikuwepo wakati wa shambulio hilo. Shirika la habari la Tasnim limelielezea tukio hilo kama shambulio la wahalifu wa Marekani na Kizayuni dhidi ya jengo la baraza la wataalamu. Video zilizoonyeshwa na vyombo vya habari vya ndani vilionyesha uharibifu mkubwa wa jengo hilo. Hakuna taarifa rasmi za majeruhi zilizothibitishwa hadi sasa. Wakati huo huo, Iran ilirusha wimbi jipya la makombora kuelekea katikati mwa Israel. Huduma ya dharura ya Magen David Adom MDA ilisema watu 12 walijeruhiwa. Mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 40 alijeruhiwa kwa kiwango cha wastani kutokana na mlipuko, huku wengine 11 wakijeruhiwa kwa kiwango kidogo kutokana na vipande vya vioo na milipuko. Maafisa wa polisi wamesema baadhi ya mashambulizi hayo yalihusisha vipande vya vilipuzi kutoka kwenye kichwa cha kombora cha mabomu ya mkusanyiko, yani cluster bombs. Kamanda wa wilaya ya Tel Aviv, Haim Sagarof, aliwaambia waandishi wa habari kuwa makombora yalidondoka katika maeneo kadhaa katikati mwa nchi, yakisababisha uharibifu wa majengo, magari, barabara na kuanzisha moto. Jeshi la Israel limewahi kuthibitisha kuwa Iran ilirusha makombora masafa marefu yenye vichwa vya mabomu ya mkusanyiko ambayo hutawanyika takriban vilipuzi vidogo 20 katika eneo pana wakati wa kushuka. IDF imesema hakuna mabadiliko katika maelekezo ya usalama kwa raia yaliyotolewa na kamandi ya ulinzi wa ndani. Ripoti nyingine zimesema watu 7 walijeruhiwa katika mji wa Bnei Brak na Rosh Hain kufuatia mashambulizi hayo na vipande vya makombora. Kwa upande wake, jeshi la ulinzi la Israel limetoa onyo la dharura kwa wakazi wa eneo la viwanda la Hakimiyeh mjini Tehran na katika uwanja wa ndege wa Payam mjini Karaj, likiwataka kuondoka mara moja kabla ya mashambulizi yaliyopangwa dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya Iran. Onyo hilo limetolewa na msemaji wa IDF kwa lugha ya Kifarsi, Luteni Kanali mstaafu Kamal Penhas.